Na wasalimu katika jina la Yesu pali mulipo. Na waelezea kwamba Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha ya mtu ambaye anayeamini. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Na hivyo asubuhi ya leo unaposikia neno la Mungu, wacha libadilishe maisha yako. Asubuhi ya leo ninakutangazia pahali ulipo, mimi nikiwa maeneo haya ya kaunti ya Kwale, nikiinua Yesu Kristo, kitangaza mwana wa Mungu, kwa sababu tunaishi nyakati off. Biblia inasema ya kwamba alienda na atarudi. Kwa hivyo nikahakikishwa kwamba atarudi. Atakaporudi atakuta ukiwa wapi? Atakaporudi atakuta maisha yako namna gani? Atakaporudi atakuisha ushirika wako uko namna gani? Kwa hivyo asubuhi ya leo ninakuelezea wewe mpendwa, ndugu yangu, dada yangu, mama, mzee, kijana, pali ulipo, na nena na wewe asubuhi ya leo ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwengu, ambaye ni Mungu katika mwili, na alipokuja alikuja ili siku ya leo usitenganishwe milele na Mungu, usitenganishwe milele na yeye, lakini ukafikie, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Atendaye dhambi atapata mshahara, na mauti hii ni ya kutenganisha wewe na muumba wako. Kwa hivyo siku ya leo Yesu alikuja ili awe daraja, utoke katika mauti hiyo ya kutenganishwa milele na Mungu, uishi na yeye milele. Utakapoamini asubuhi ya leo na kukiri na kinywa chako na kubadilisha nia na mawazo yako, Yesu siku ya leo akiingia ndani ya moyo wako atabadilisha maisha yako. Unaweza omba ombi pahali ulipo. Bwana Yesu, naja kwako siku ya leo, nimeamini neno lako, na siku ya leo ninakubali ndani ya maisha yangu, niokoe, nisamee dhambi zangu. Na hivyo siku ya leo naja kwako, nikabidhi maisha yangu kwako, niokoe, zaliwa upya ndani ya maisha yangu, badilisha maisha yangu, uniongoze, unilinde. Nitakapovuka mwaka wa 2026 maisha yangu yawe tofauti. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kunisamehe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kwa wewe ambaye uliamini, tafuta kanisa pahali uende linapoeneza habari njema ya imani ya neno la Mungu, linapozungumza imani iliyo sawa ya kuzaliwa, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Nawe Mungu atakubariki, nawe Mungu atakuinua, nawe Mungu atakuonekania. Mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka wako wa mabadiliko, utakuwa ni mwaka wako wa tofauti kati ya maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo chagua maeneo, na inajua kwamba Mungu atakubariki. Wewe mtazamaji unayenitazama asubuhi ya leo na kuzungumzia asubuhi ya leo, nataka niombe na wewe, na Mungu naye atatenda makuu. Haijalishi maeneo gani ulio, lakini unaposikia habari hii, kuamini pamoja, Mungu anaenda kutenda makuu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante. Ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji, na muinua mikononi mwako pahali alipo. Bwana kaweze kumuonekania na kumshindania. Kuna wale watauliza watasherekeaje, lakini asubuhi ya leo nawaombea Mungu ili ukawakumbuke katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukawabariki, naomba Bwana ukawainue, naomba Bwana ukawatie moyo, naomba Bwana ukawatendee makuu katika maisha yao. Ninawaombea baraka, ninawaombea kuinuliwa. Panguza machozi yao na kilio, ili wajue kuja kwako ulimwenguni ulikuwa na kusudi. Kutana na haja za mioyo yao. Ninawaombea Baba wa rehema, neema yako na rehema zikawajae katika jina la Yesu Kristo. Baba, mfalme, waliofungwa wafungue, walio wagonjwa kwa mapigo yako wakapate uponyaji, walio chini ukawainue, walio wanyonge ukawatie nguvu. Baba, ukawatendee makuu kwa maisha yao. Kwa hivyo ninaomba mkono wako uwe juu ya maisha yao, wainue na ukatende makuu. Panua mipaka ya maisha yao. Mtazamaji huyo maisha yake atakuwa tofauti, msikilizaji huyo maisha yake atakuwa tofauti. Baba wa mbinguni, nasema ni asante. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu nimeomba na kuamini. Amen.